Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ni kukaribishe sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi cha Roho Mtakatifu. Mimi ninazungumza nao ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na kabla ya kuanza jambo lolote basi ni kualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji pamoja na msikilizaji. Tunapokuwa tukijifunza maarifa haya muhimu kuhusu Roho Mtakatifu, tunaomba uweze kutufundisha tukayaelewe na zaidi tukaandaliwe vema kwa ajili ya ufalme wako. Ndilo ombi letu, tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibu sana katika kipindi chetu cha Roho Mtakatifu. Katika mfululizo wa masomo haya kuhusu Roho Mtakatifu, tunajifunza Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tumemaliza Agano la Kale, tulimaliza uungu wake, tukamaliza uwepo wake kama nafsi, tukamaliza pia uwepo wake kwa ishara mbalimbali kama alivyofunuliwa katika Biblia, na sasa tupo katika Agano Jipya. Somo lililopita tulimaliza kuangalia juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tuliona somo la kwanza, somo la pili na la tatu. Kwa upana kabisa, kitabu cha Matendo ya Mitume kimefunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama Mungu, lakini pia kimefunua juu ya uwepo wake kama nafsi. Na tulijifunza ya kwamba kitabu hiki cha Matendo kipo katikati ya vitabu vya Injili pamoja na nyaraka za Mtume Paulo. Ni kitabu ambacho kinajenga daraja zuri la sisi kumwelewa Roho Mtakatifu kama Mungu, tunapokuwa tukijifunza kutoka katika kitabu kile katika vitabu vile vya Injili na tukiingia katika nyaraka za Mtume Paulo pamoja na nyaraka za mitume wengine akiwemo Petro, Yakobo pamoja na Yohana. Kwa hiyo leo tunaanza nyaraka za Paulo. Kwa jinsi gani Mtume Paulo alimfunua Roho Mtakatifu katika uungu wake. Tutaangalia kwa sehemu, na kama sehemu nyingine itabaki basi tutaangalia katika vipindi vinavyofuata. Lakini kukaribishe tuambatane wote tujifunze uwepo wa Roho Mtakatifu kama Mungu na kama nafsi katika nyaraka za Mtume Paulo. Baadhi ya watu wamekuwa wakisema ya kwamba Mtume Paulo alikuwa mtambui Roho Mtakatifu kama Mungu. Na wengine wamekuwa wakisema kwamba Roho Mtakatifu kama alivyofunuliwa katika nyaraka za Paulo, Paulo hakufunua kama nafsi. Wanasema kwamba Paulo aliamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Mungu ya kutendea kazi. Sasa hebu tuangalie siku hii ya leo jinsi Paulo anavyofunua kwa uwazi kabisa juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza kwa siku hii ya leo, katika vitabu vyake vyote au nyaraka za Mtume Paulo, alimwelezea Roho Mtakatifu kama nafsi. Tutaona baadhi ya mafungu kutoka katika nyaraka za Mtume Paulo jinsi anavyofunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi. Tukianza na fungu hili la Waefeso sura ya 4 mstari wa 30. Hili ni moja kati ya mafungu ambayo yamezoeleka sana, ambayo yanaongelea kuhusu Roho Mtakatifu. Anasema, wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Fungu hili Paulo anaamini ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa sababu hapa anasema msimuhuzunishe. Kitendo cha kumuhuzunisha ni kitendo ambacho kinafanywa kwa nafsi. Ni kitendo ambacho kinatendeka kwa nafsi peke yake. Huwezi kuhuzunisha nguvu, huwezi kuhuzunisha upepo, huwezi kuhuzunisha mvuto tu ambao si nafsi. Kwa hiyo Paulo aliamini kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Ndio maana anapoandika kwa Waefeso anasema wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Lakini fungu lingine la Mtume Paulo anapoongelea juu ya Roho Mtakatifu kama nafsi ni kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 14. Biblia Takatifu inasema hivi: kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mtume Paulo anasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, maana ana kazi ya kuongoza watu wa Mungu.
anawaongoza katika maisha yao, anaongoza katika shughuli wanazozifanya. Ndio maana anaitwa Roho wa Mungu. Sasa hapa anatufunulia kama ambavyo tuliona katika kitabu cha Matendo. Aliwaongoza watoto wa Mungu wakati ule, mitume wale wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mfano, alimuongoza vizuri mtumishi Petro wakati Petro anaona maono kwa ajili ya kwenda kuwafikia watu wa mataifa. Lakini pia alimuongoza vizuri yule anaitwa Filipo, akamuongoza katika kwenda kushikamana na gari la yule Muethiopia ambaye alikuwa ni kiongozi wa taifa la Ethiopia. Kwa hiyo Paulo aliamini juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama nafsi, kwa sababu anafunuliwa katika nyaraka zake ya kwamba Roho Mtakatifu anaongoza. Fungu lingine ni Wagalatia 4:6, anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu aliaye Aba, yaani Baba. Hapa ni Roho aliyetumwa, Roho anayekuja kutufanya kuwa watoto wa Mungu. Ndio maana anasema ninyi mmekuwa wana wa Mungu, maana Mungu alimtuma Roho wake ili aweze kutufanya sisi tuwe wana. Hapa anafunuliwa kwa jukumu lake la kutufanya kuwa wana au watoto wa Mungu. Yohana aliandika vizuri katika Yohana 1:12, anasema, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatolewa kwa wote waliompokea Yesu Kristo, na anatolewa kwa ajili ya kuwafanya kuwa wana wa Mungu. Na ndio maana Paulo anaandika na kusema kwamba ninyi mmekuwa wana wa Mungu kwa sababu Mungu alimtuma Roho wa mwanae mioyoni mwenu aliaye Aba. Kwa hiyo Paulo aliamini ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetufanya kuwa wana au watoto wa Mungu. Wagalatia 5:17-18, Paulo pia anaeleza hapo, anasema, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamuwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Paulo anaonyesha juu ya uwepo wa Roho kama nafsi, kwa sababu anashindana. Yaani hayo yote yamefunuliwa hata Agano la Kale. Ile ya kwanza ya kumhuzunisha Roho imeandikwa katika Isaya sura 65, anasema wakamuhuzunisha roho yake wakaasi. Ya kushindana kama ambavyo imeandikwa hapa Wagalatia imefunuliwa pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6:3, anasema Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hiyo Paulo aliamini Roho ni nafsi kwa sababu anashindana na hali yetu ya udhaifu, na sisi ambao tunaenenda katika mwili, anasema anashindana. Kwa hiyo hapo anafunuliwa ya kwamba yeye ni nafsi. Kwa hiyo mtume Paulo anakubaliana na kile tulichojifunza katika kitabu cha Matendo ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi. Tuliona Matendo ananena, anaongoza. Paulo hapa anafunua kwamba anawafanya watoto wa Mungu, na huyo Roho anatuumba upya, lakini pia anasema ndiye Roho aliyetumwa katika mioyo yetu. Alafu anamalizia kwa kusema ndiye huyo Roho ambaye anashindana na hali yetu ya udhaifu au hali ya kibinadamu. Jambo la pili kwa siku ya leo, tunapojifunza uwepo wa Roho Mtakatifu katika nyaraka za mtume Paulo. Roho Mtakatifu amefunuliwa kama mtoaji wa karama za kiroho, zinaitwa the spiritual gift, zawadi za kiroho au karama za kiroho. Sasa karama za kiroho ni nini? Karama za kiroho ni uwezo ambao Roho Mtakatifu anautoa katika jumuiya ya waumini. Wale wote waliomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakawa sehemu ya kanisa, hao wanapewa karama za kiroho. Na kila mmoja anapewa karama. Hakuna mtu ambaye hapewi karama ndani ya kanisa. Changamoto kubwa tulionayo hata leo ndani ya kanisa, watu wengi wanahudhuria tu kanisani, wanafanya ibada, lakini hawajui karama zao. Mungu Roho Mtakatifu ndiye mpaji wa karama. Yeye ndiye anayechagua hawa wawe watu hao.
ndiye anayechagua wao wachungaji, ndiye anayechagua wao wainjilisti, ndiye anayechagua wao walimu, ndiye anayetoa karama ya ukarimu, anatoa karama ya maongozi, karama ya miujiza. Zote hizo ni karama ambazo Roho Mtakatifu anazitoa. Sasa kwa kuwa na uwezo wa kutoa karama, inafunua ya kwamba yeye ni nafsi, kwa sababu nguvu tu au mvuto hauwezi kutoa karama. Lakini pia yeye ni Mungu, maana ana uwezo wa kiungu, ndio anatoa uwezo huo kwa watu wa Mungu. Kumbuka karama ni tofauti na kipaji. Kipaji ni uwezo ambao mtu anazaliwa nao, hata kama anamwamini Yesu au hamwamini Yesu. Karama yenyewe inatolewa kwa wale waliompokea Yesu ndani ya kanisa peke yake. Karama haitolewi kwa ulimwengu wote. Huko kwa ulimwengu kuna kipaji. Sasa Roho Mtakatifu anatoa karama. Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 mpaka wa 6, alafu nitaruka wa 11. Basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini fungu la 11, kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Kwa hiyo Paulo aliamini na anatufunulia hapa akiwa ameongozwa na Roho Mtakatifu ya kwamba mtoaji wa karama katika nafsi tatu za kiungu ni Roho Mtakatifu. Ndio jukumu lake, ndio ofisi yake, anatoa karama. Sio Baba na wala si Mwana. Yeye Roho Mtakatifu ndiye mtoaji wa karama. Anasema anatoa karama kama apendavyo. Kwa hiyo kwa kuwa na uwezo wake wa kutoa karama, inatufunulia tufahamu ya kwamba yeye ni nafsi ya kiungu, yeye ni Mungu, kwa kuwa ana uwezo wa kutoa karama kama apendavyo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu na ni nafsi, kwa sababu Mtume Paulo aliamini hivyo na amefunua, kama ambavyo tulijifunza katika vitabu vya Injili na katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu amefunuliwa ni Mungu kama vile ambavyo Baba amefunuliwa ni Mungu, lakini kama vile Mwana alivyofunuliwa ni Mungu katika nyaraka za Mtume Paulo. Sasa sikiliza hapa. Watu wengi wanasema Paulo hakuamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Sikiliza Paulo anavyoandika juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Tuanze na fungu hili. Katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Biblia inatufunulia ya kwamba Roho Mtakatifu ni muumbaji. Mtu anapokuwa ndani ya Kristo Yesu anaumbwa upya. Nani anayeumba? Anayehusika kumuumba mtu aliye ndani ya Kristo ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Yohana 1:12-13 anasema, bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa mwili wala kwa damu wala kwa mapenzi ya mtu, bali na Mungu. Tito 3 fungu la 5 anaeleza ukweli huo ya kwamba Roho anatufanya upya, anatuosha na kutuumba upya. Kwa hiyo Paulo anaposema mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, anafunua juu ya jukumu la Roho Mtakatifu kama Mungu, ya kwamba ndiye nafsi pekee inayotuumba upya wale ambao wamekubali kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na ndio maana anaandika katika Wafilipi 2 mstari wa 13, anasema maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Kwa hiyo Mungu anayetenda kazi ndani yetu ni nafsi ya Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anayetuumba upya, anatufanya tuwe na sura ya Mungu. Waefeso 3 mstari wa 16, Paulo anakazia ukweli huu, anasema kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa hiyo Biblia inatufunulia kwamba nafsi pekee ambayo inahusika kutuumba ule utu wetu wa ndani si nyingine isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Yaani sio Baba na wala si Mwana, maana si majukumu yao.
Nikwambie tu, ndani ya Utatu Mtakatifu, Baba ana jukumu lake, Mwana ana jukumu lake, Roho Mtakatifu ana jukumu lake. Na wanafanya kazi kwa pamoja, bila kupishana na bila kuingiliana. Jukumu ambalo analifanya Baba, Roho Mtakatifu hawezi kulifanya. Jukumu ambalo analifanya Mwana, Roho Mtakatifu hawezi kulifanya, maana ndiyo majukumu ambayo wao wamejiwekea. Nikupe mfano. Jukumu la Baba katika ukombozi, yeye ndiye anayemtoa Mwana. Sio jukumu la Roho Mtakatifu kumtoa Mwana, na wala si jukumu la Yesu Kristo kujitoa yeye mwenyewe ndiyo. Lakini ni jukumu la Baba kumtoa Mwana. Jukumu la Mwana yeye ni kujitoa. Yeye ndiye anakuwa Mwokozi, ndiye anayekufa msalabani kwa ajili yetu. Na jukumu la Roho Mtakatifu yeye ni kumleta Yesu, anazaliwa na kuwa juu ya Yesu, baadaye kwa watumishi wake na kuwatengeneza watu kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo Paulo anafunua kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, maana amefunuliwa kwamba yeye ndiye anayetuumba upya. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu amefunuliwa kuwa ndiye aliyeyavuvia maandiko. Hii ni kazi ya kiungu. Hakuna kiumbe wala mtu wala nguvu yoyote inayoweza kuvuvia maandiko. The inspiration of the scripture, uvuvio wa maandiko, ni kazi ya Roho Mtakatifu, ni jukumu lake, ni ofisi yake. Timotheo wa pili sura ya 3:16, Paulo anaandika, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Kwa hiyo Paulo hapa anafunua ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu ndiye aliyeyavuvia maandiko. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Ukisikia andiko lenye pumzi ya Mungu, maana yake ni kila andiko lililovuviwa na Mungu. Yesu alipofufuka, baada ya kuzungumza na wanafunzi wake, akawatia moyo na kuwaambia maneno ya kufanya kazi yake na kusonga mbele. Baadaye akawaambia katika Yohana 20:22, pokeeni. Biblia inasema kisha akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uvuvio unatoka kwa Yesu. Ndio Roho Mtakatifu atokaye kwa Mwana, ndio Roho Mtakatifu atokaye kwa Baba. Ndiye kazi yake kuyavuvia maandiko. Yaani kitendo cha kuvuvia neno la Mungu kinamfunua yeye kama Mungu. Na Mtume Petro ameandika vizuri akikubaliana na Paulo hapa. Tutaona huko baadaye. Petro wa pili sura ile ya 1 mstari ule wa 20. Anaeleza kwamba Mungu Roho Mtakatifu ndiye aliyehusika katika kuyavuvia maandiko matakatifu. Jambo lingine ambalo linamfunua Roho Mtakatifu kama Mungu, Roho Mtakatifu anatuombea kwa sababu anajua udhaifu wetu. Yeye ni mwombezi. Sasa hapa kumewachanganya watu wengi sana. Nadhani tukifika kipindi tutafika Roho Mtakatifu katika kitabu cha Warumi. Na katika kitabu cha Warumi tutaangalia Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 pale imesheheni kazi ya Roho Mtakatifu ya kutuombea. Tutaiangalia kwa kina katika vipindi vijavyo huko mbele. Wengi wamechanganya, wanasema sasa kama Roho Mtakatifu anatuombea na Yesu anatuombea, na maana tuna waombezi wawili. Ndio. Maana yake ni nini? Jukumu analolifanya Yesu la kutuombea liko tofauti na jukumu analolifanya Roho Mtakatifu la kutuombea. Yesu yuko mbele za Baba katika kiti cha enzi akituombea, anatupatanisha na Mungu Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua. Hakiwa hapa duniani anafahamu madhaifu yetu, na sisi kwa sababu hatujui kuomba, ni yeye jukumu lake kuyarekebisha maombi na kutupeleka mbele za Mungu. Sasa Paulo ameandika katika Warumi 8 mstari ule wa 26 na 27. Anasema hivi, kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo angalia, jukumu la Roho kutuombea hapa ni kwa sababu sisi hatujui kuomba. Yesu yeye ni mwombezi kwa sababu yeye ndiye mpatanishi wetu, ndiye anayetupatanisha. Na kwa sababu hatujui kuomba, tukienda mbele za Mungu tunaomba pesa, tukienda mbele za Mungu tunaomba maisha marefu, tukiomba tunaomba afya. Yaani tunaomba baadhi vitu vya hapa tu, wakati mwingine huenda sio mahitaji yetu hasa. Tunaweza kwenda kumwomba Mungu pesa, kumbe sio hitaji letu la pesa.
Ndio maana Paulo anasema kwa sababu hatujui kuomba. Yaani kwa sababu hatujui kuomba, basi yupo Roho ambaye yeye anatusaidia katika udhaifu wetu na kutuombea. Anapeleka maombi yaliyo sahihi mbele za Mungu, maombi ambayo yametengenezwa na yeye, yanakuwa na upatanifu na Mungu. Na Paulo anamalizia kwa kusema hivi, yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo Paulo anaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, maana yeye anatuombea, jukumu la kiungu hilo, na anajua udhaifu wetu. Jambo lingine ambalo Paulo aliamini juu ya Roho Mtakatifu katika uungu wake, aliamini ya kwamba Roho Mtakatifu anajua yote. Maana hii ni sifa ya kiungu ya Mungu, kujua yote, omniscient. Anaelewa kila kitu, hakuna kitu ambacho yeye hajui. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 10 mpaka 11. Paulo anaandika, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote. Zingatia hiyo, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kwa kuchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu, inamfunua kwamba na yeye ni nafsi ya kiungu, maana anajua yote. Hakuna ambayo hajui. Sasa kama yeye anajua mambo ya Mungu, hata yale mafumbo kabisa ya Mungu, lazima awe ni Mungu. Kwa sababu hamna kiumbe, sikiliza, hamna kiumbe mwenye uwezo wa kujua mambo ya Mungu. Kiumbe yeyote ambaye atajua mambo ya Mungu, basi huyo kiumbe naye, hatuwezi tukasema kiumbe atakuwa Mungu, basi huyo Mungu atakoma kuwa Mungu. Maana mambo ya Mungu yanajulikana na Mungu mwenyewe. Ndio maana anasema Roho anachunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Na ndio maana anaweza kutufunulia yale ambayo ni mambo ya Mungu. Jambo la pili kutoka mwisho, Mtume Paulo aliamini juu ya uungu wa Roho Mtakatifu kwa sababu aliandika ya kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa milele. He is the eternal spirit. Waebrania sura ya 9 mstari ule wa 14, Biblia inasema hivi, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo hapa anatajwa kama Roho wa milele. Yeye ni wa milele kwa maana hana mwanzo wala hana mwisho, kama Baba na Mwana ambao hawana mwanzo wala hawana mwisho. Ni Roho wa milele, na hiyo ni sifa ya kiungu. Na hiyo tu Paulo anakubali kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, maana yeye ni wa milele. Jambo la mwisho kwa leo, tunapoangalia Roho Mtakatifu ni Mungu kama ambavyo imeandikwa katika nyaraka za Mtume Paulo. Paulo aliamini Roho Mtakatifu ana uwezo wa kufufua. Uwezo wa kufufua nao. Sasa twende katika kitabu kile cha Warumi 8 mstari wa 11. Biblia inasema, lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Mtume Paulo anaandika hapa ya kwamba Roho wa Baba ndiye aliyemfufua Yesu. Sasa hapa ni vitu vikubwa vinafunuliwa hapa. Biblia inatufunulia kabisa kwamba Baba ana uwezo wa kufufua, na ndio alimfufua Mwana Yesu Kristo. Lakini Biblia hiyo inatufundisha kwamba Yesu ana uwezo wa kufufua, na alifufuka kwa uhai ulio ndani yake. Alisema hata mwenyewe katika Yohana 10 mstari wa 17, anasema mimi nina uwezo wa kutoa uhai wangu na nina uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo na lilipokea kwa Baba. Ni agizo gani? Agizo la kutoa uhai na kutoa uhai. Wengine wana twist hili fungu, wanasema kwamba agizo la uwezo wake wa kiungu. Hapana, ni agizo la kutoa uhai na kutoa uhai tena. Kwa hiyo Yesu pia alifufuka kwa uhai ulio ndani yake, maana yeye ni Mungu, self existence one. Yeye anaishi kwa uhai ulio ndani yake yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu vivyo hivyo anafunuliwa hapa ya kwamba yeye, Roho wake yeye aliyemfufua Kristo Yesu ana uwezo wa kuwafufua ninyi mlio katika hali ya kufa kwa njia ya Roho wake Mtakatifu.
Kwa hiyo Biblia hasa katika nyaraka hizi za Mtume Paulo tumeona zinatufunulia kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo Paulo anakubaliana na Luka ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Matendo. Anakubaliana na waandishi wa vitabu vya Injili, Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana, ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, lakini pia Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Hiyo ni ufunuo wa Biblia na wala haupingiki. Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa ukweli huu ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, lakini pia Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu. Karibu sana katika juma lijalo tutakapoendelea kujifunza juu ya Roho Mtakatifu, na hasa tukiangazia uungu wake na uwepo wake katika Agano Jipya. Leo tulikuwa tunaangalia nyaraka za Mtume Paulo. Mungu akubariki sana, nikukaribishe tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako, utubariki tunapokuwa tukiendelea kutafakari ujumbe huu, ukawe na maana kubwa katika maisha yetu, ukituandaa kwa ajili ya uzima wa milele, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Mwokozi wetu. Amen.